Hapa watu umeona wengi na wamekuwa wengi kwa sababu moja au mbili. Maana yake kwanza mwezi wetu mtukufu, lakini la pili na jinsi ambavyo mimi nakaa nao, lakini na majirani na ile asili ambayo ipo katika hichi kijiji chetu, kwa sababu hii ni utaratibu ambao umeanza si kwa ubunge. Huu ni utaratibu wa kijiji chetu hichi ambacho kinaitwa Pitana Zako. Wazee wetu ambao wametuzaa sisi, hii ni utamaduni wao, walikuwa wanafanya dua kwa ukubwa wao na sisi tumerisi. Ndio maana mnaona na sisi tunaendelea kuifanya kwa ukubwa wetu. Sasa anazipata mtu ambaye anafuturisha watu zile fadhila ambazo yule uliomfutarisha kama sababu zake 10, na wewe ambaye umemfutarisha unapata 10. Lakini vile vile kufutari kwa pamoja, hii ndo asili ya Wazanzibari. Hichi ambacho tunakifanya sisi hapa, yani tunadumisha mila na utamaduni wetu Wazanzibari huko tulikotoka. Sio leo kila mtu anafutari ndani mwake juu ya meza, lakini sisi asili yetu ni kufutari kwa pamoja na ni kuonesha umoja ambao mlokuwa nao, lakini na kwenye busati kama hivi tunafutari wote chini, tunakaa kwa pamoja, lakini inakuwa ni hii inaleta, kuna watu hatuonani mpaka siku kama leo mwaka mzima. Kwa hivyo tukiwa na utamaduni huu, najua mtu hata kama hatukuonana sasa hivi au baadaye, lakini siku ya mwezi 15 kama hivi basi tunaonana. Kwanza, kila dini yetu ya Kiislamu imetutaka mwenye uwezo asaidie walikuwa hawana uwezo. Lakini la pili, tukirudi kwenye waheshimiwa, kila mheshimiwa anatakiwa lazima ajue wapi yupo na uheshimiwa wake umepatikana kutokana na jamii. Sasa unapokuwa umepatikana kutokana na jamii, basi inabidi lazima mtu urudishe, na hii ndio kurudisha yenyewe. Lakini kama haitoshi, sisi kila binadamu ana asili yake. Sisi hapa asili yetu watu wa kijiji hichi, hii ni tangu babu na babu na babu, hatuiachi. Kwa hivyo na mimi nimeamua kuendeleza asili yetu na kutokuidharau kwa sababu labda nimepata madaraka au niko vipi basi nisahau asili yetu. Hapana, hapa mimi kijijini kwetu na nawapenda sana wananchi wa kijijini petu. Chumbuni leo tumekuja hapa kwa ajili ya kushiriki kwenye iftari ambayo mwandalizi mkuu ni mbunge wa jimbo la Chumbuni, lakini leo katuleta kwenye kijiji chao ambacho yeye ndiyo kazaliwa, na anafanya haya kwa sababu ya wito wa mambo mawili. La kwanza, wito wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye yeye katusisitiza kwamba wale wenye uwezo basi wawafutarishe, wawape sadaka wale ambao hawana uwezo. Kwa hiyo leo kaja kufanya kijijini kwao, lakini bado anaendelea kufanya katika majimbo mengine, lakini hata jimboni kwake haya mambo yapo na yatafanyika kama hivi lilivyo. Lakini la pili linalotufanya tufanye hivi ni kwa sababu Mungu mwenyewe kasema kwamba tunatakiwa tupeane sadaka, lakini pia tusaidiane, tutoe iftari kwa wale ambao hawawezi. Kwa hiyo kwenye wito hizo mbili ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, lakini Mwenyezi Mungu naye pia ametusisitiza hilo, ndio maana tunalifanya hivi. Na takribani haya mambo hili jambo limekuwa linafanyika kwa kila mwaka unapofika mwezi 15 wa Ramadhani. Kuna watu hawasubiri kualikwa, na mimi niseme kwamba Wazanzibari wote wasisubiri kualikwa. Leo tumeftarisha hapa takriban watu 600 na kidogo, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwakani tutaongeza zaidi, kwa sababu kila siku watu wamekuwa wakiongezeka na wito umekuwa unaitika. Watu wanakuja kwa mapenzi yao, lakini pia wanakuja kwa ajili ya kuja kupata iftari ambayo inatolewa na watu ambao kwa imani zao wameamua kuwapa watu au wanyonge ambao ni Waislamu ili kusaidia katika maisha yao. Lakini watu hawa mnaowaona si wa kijijini tu, kuna watu ambao pia wanatoka mijini, wakiwemo watu ambao wanatoka katika jimbo la Chumbuni ambalo ndio jimbo linaloliongoza mimi na Mheshimiwa mbunge Ussi Salum Pondeza, ambaye leo hapa yeye ndio nyumbani kwao. Kwa hiyo watu hawa wamekuwa wengi, lakini wote wamekuja kutunga mkono, na inaonyesha ni kiasi gani wananchi hawa jimbo la Chumbuni, lakini hata wananchi waliokuwepo katika maeneo haya ambayo leo tumefutari, waliotuzunguka, wanaotuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana,
wameonyesha imani yao kwetu na ndio maana wamekuja. Hatufanyi kwa sababu tunataka tufanye, lakini tunafanya kwa sababu Mungu ametuamrisha tufanye, lakini tunafanya pia kwa sababu sote Waislamu tuko sawa na sote ni ndugu, na ndio maana tunashirikiana na ndugu zetu kwa ajili ya kuona tunalifanikisha hili katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ili na sisi tuweze kupata fadhila, lakini na wenzetu nao pia waweze kupata fadhila za kuftari na kufunga. Sina la kuongea zaidi, ile naomba dua kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na mwakani tuje kuliko hivi, tuje kuftari, kushirikiana kuftari sote kwa pamoja. Labda inajenga kitu gani hivi mnapoftari kwa pamoja? Labda hichi kinachojengwa, tunajenga kwamba kitu ni ufamily, ni ukoo, kukutana kwa kila mwaka. Tushikamane, wazee wetu hatujui kama tutakufa sisi au watakufa wazee, watatangulia zote, watatangulia sisi. Tushikamane, huu mradi umeletwa na wazee wetu na sisi tuongoze, tuendelee nao. Kweli nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kujalia uzima na afya njema, tukaweza kuftari kwa salama na amani. Iftari ya leo ni nzuri na imekidhi haja kwa kiasi ambacho kama ilivyopangwa ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo nashukuru, tumuombe Mwenyezi Mungu waliopanga mipango hii, Mwenyezi Mungu awape uwezo zaidi ili waweze kufanikisha